Wako mapapa wengi kuwahi kutokea nchini Tanzania, lakini nilijaribu kutafuta wa kumfananisha na huyu papa nikakosa kabisa. Je, unamjua papa gani? Basi kaa kwa kutulia. Sio yule papa unayemfahamu wa majini, wala yule papa ambaye Wakristo wanamtumia kama mtu ambaye mtukuka sana. Huyu namzungumzia papa mmoja ambaye ni fundi kwelikweli kucheza mpira. Unamjua ni nani? Basi usijali. Alizaliwa Agosti 5 msimu mwaka 1989 Dar es Salaam, Tanzania. Ana urefu wa mita 1.88. Nafasi yake uwanjani akicheza kama forward. Mgongoni akipendelea sana kuvaa jezi nambari 22. Mwamba huyu alibahatika kucheza vilabu mbalimbali kama vile msimu wa mwaka 2008 hadi msimu wa mwaka 2017. Alibahatika kujiunga na klabu ya Wakamekate wa jijini Dar es Salaam. Yaani nawazungumzia matajiri wa Chamanzi wenye uwanja wao wa nyumbani kule Chamanzi, yani Azam FC. Msimu wa mwaka 2017 hadi msimu wa mwaka 2023 alibahatika kujiunga na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba yenye makazi yake jijini Dar es Salaam. Mwamba huyu ni miongoni mwa wachezaji ambaye wamecheza dabi nyingi za Kariakoo. Je, unamjua mchezaji huyu ni nani? Basi usijali, fuatana nami kuanzia mwanzo mpaka tamati. Ni miongoni mwa wachezaji walikuwa na nidhamu kubwa. Ni ngumu ukimuona kupata kadi ya njano, hata ile wanayoita red card. Nidhamu yake ya uwanjani mithili ya kwamba mwamba huyu amefunzwa kwenye mazingira ya kidini. Je, unamjua ni nani? Msimu wa mwaka 2024-2025 alibahatika kujiunga na klabu ya JKT Tanzania yenye makazi yake jijini Dar es Salaam. Mnamo 2009 alibahatika kujiunga na timu ya taifa kwa mara ya kwanza, na mpaka hivi sasa akikadiriwa kucheza mechi takriban 74 za kitaifa huku akiingia nyavuni mara 14. Je, unamjua ni nani? Mwamba huyu alibahatika kuchukua tuzo mbalimbali ikiwemo tuzo ya mchezaji bora wa ligi kuu ya NBC Premier League Oktoba 2020, tuzo ya mchezaji bora wa ligi kuu ya NBC, lakini pia msimu wa mwaka 2021 Oktoba 22 akabahatika tena kuchukua tuzo ya mchezaji bora wa ligi kuu ya NBC. Je, unamjua ni nani? Ni miongoni mwa wachezaji kuona wanafanya makosa uwanjani hadimu kweli kweli. Lakini pia alishawahi kuchukua tuzo ya mchezaji bora wa mechi 2018. Unajua baba, huenda wengi wanapenda sana kutaka kuijua historia yako kiundani zaidi, lakini mimi nakwambia tu mwamba, wewe ni mtu wa maana kabisa. Unajua mpaka unajua tena. Sometime naweza nikasema unajua mpaka unaboa. Sio magoli ya kichwa tu, hata yale ya miguu anafunga, bali kifua kilikuwa kama sehemu yake ya kiungo cha mguu kutuliza mipira yake na kufunga magoli ya ajabu, magoli ambayo ilisaidia klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kuchukua tuzo mbalimbali za timu bora barani Afrika, lakini pia na Tanzania kiujumla. We ni mtu wa maana kabisa. Historia zako zimebaki kwenye makaratasi ya watu. Je, unamjua ni nani? Huyu si mwingine, ni Papa John Raphael Bocco. Unajua baba, unajua mpaka unajua tena. Sometime naweza nikasema unajua mpaka unaboa. Kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho. Maswali mengi watu wanajiuliza. Umeondoka kutoka katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, nao upo katika klabu ya JKT Tanzania.
ligi kuu NBC Premier League inafikia tamati. Je, mwamba huyu ataendelea kusalia katika klabu ya JKT Tanzania? Mwandaaji wa makala hii na kuletwa kwako na mimi Razak Mkuruma. Hii ni Simulizi Dhahiri TV. Usisahau ku-like, kushare, kucomment na kusubscribe ili uwe wa kwanza kujipatia nyakala mbalimbali za wachezaji, lakini pia na virabu mbalimbali.